اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي التقى والخيرات. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الأماجد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kuweza kuregesha shukurani kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuchagua sisi ambao kwamba tuko hapa na kuweza kufika mapema katika eneo tukufu kama hili kwa lengo la kutekeleza amri zake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu si ujanja wetu, isipokuwa ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani katika mitaa wako wengi lakini bado hawana nia ya kuweza kuja sehemu kama hii kwa kutekeleza ibada kama hii, wakiendelea na shughuli zao za kilimwengu katika maeneo yao. Lakini sisi ametuchagua Allah kwa ajili hiyo. Ndugu zangu Waislamu, lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni moja katika neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kutupatia ama ametutunuku, na neema kama hizi huwa ni mtihani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuangalia, je, kwa neema hii aliyokupa, afya uliokuwa nayo, maanake kuna watu ambao kwamba wana matatizo ya kiafya, watamani nao wapate afya ya kutekeleza yale ambao kwamba wameyadhamiria, lakini hawana. Lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa nguvu, ametupa afya, twaweza tukatembea, twaweza tukala, twaweza tukafanya lolote ambalo kwamba walitaka wewe. Je, hatuoni kwamba hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa ajili hiyo ndugu zangu Waislamu, tusemeni alhamdulillah. Yani yataka kila wakati, kila muda sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillah. Na shukurani hii ndugu zangu Waislamu, usingoje pale kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekupa afya ama amekunemesha ndio ukawa mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata pale utakapokuwa wewe una matatizo, pengine ni mgonjwa, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, sema alhamdulillah ala kulli hal. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka ashukuriwe katika hali zote zile ambazo kwamba tuko nazo, katika muda wowote ambao kwamba tuko nao. Kwa ajili hiyo tusemeni alhamdulillah, na kwa wingi basi tukithirishe matendo ambayo kwamba ni mazuri, matendo ambayo kwamba yatamridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Maal asaf ndugu zangu Waislamu wa karne kama hii wamekwenda kuisahau dini yao, wamekwenda kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mafundisho yake, pamoja na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakawa dini yao hawaifuati, hawatekelezi zile sheria ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kutupangia. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alilia akiwa na Hudhaifa ibn al-Yaman. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara yualia. Hudhaifa ambaye kwamba alikuwa ni swahibu wake wa karibu, akamuuliza, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ni jambo gani ambalo kwamba wewe la kuuliza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, zitakuja zama Uislamu katika zama hizo umma wangu watakuwa hawako nao. Yani Waislamu wa zama hizo ambazo kwamba ni hizi zama za karne ya 21 na 22, Waislamu watakuwa hawazifuati zile sheria,
Uislamu uko kando na wao wako kando, bimaana hawafuati Uislamu. Ndio utakuta kipindi kama hiki watu wamekusanyika katika ibada kama hii, lakini wengine wako mbioni kwa ajili ya kuitafuta dunia. Sasa Mtume alilijua hili, ndio akawawalia akasema, zitafika zama watu watakuwa Uislamu hawako nao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujaribuni sana kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikiingia katika mada ambayo kwamba tumekwenda kuichagua siku hii ya leo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurumun, yani Rajaban wa Dhul Qa'da wa Dhul Hijja wal Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala atufundisha ya kwamba hakika idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahran, ni miezi 12. Miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekwenda kutuwekea ni miezi 12. Kisha sema fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda, miezi 12 kama hii iko katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, na ameiweka miezi hii yawma khalaqa as-samawati wal arda, tangu alipoumba mbingu 7 na ardhi 7. Tayari takwim ya miezi hii Mwenyezi Mungu ashaipangilia. Kisha akasema minha, katika hiyo miezi 12 4 hurumun, kuna miezi 4 ambayo kwamba ni bora, miezi 4 ambayo kwamba ni bora, na hautaijua miezi 4 hii ambayo kwamba ni bora mpaka uisome dini yako, mpaka usome Uislamu. Bila ya hivyo hutaijua kwamba ni miezi gani. Na maal asaf ni kwamba sisi Waislamu twafuata mila za kizungu, twafuata mila za Kiyahudi, ikafikia hadi ya kwamba hii miezi yetu ambayo kwamba tumewekewa, miezi ambayo kwamba ina mafungamano makubwa na dini yetu, hatujui kwamba mwezi wa kwanza huu wetu wa Kiislamu ni mwezi gani, mwezi wa pili ni mwezi gani. Lakini ni kwamba sisi tumeegemea upande wa kimagharibi, twajua kwamba mwezi wa kwanza unaitwaje na wa pili unaitwaje. Lakini tukija katika upande huu ni matatizo makubwa, wakati miezi hii 12 ambayo kwamba sisi tumewekewa, hii miezi yetu ya Kiislamu, kuna miezi ambayo kwamba ina fadhail, ina matukufu ambayo kwamba la wewe utasimama kwa kutekeleza ibadat, basi ujira ambayo kwamba utapewa na Allah ama utaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala huwa unakuwa ni mkubwa. Sasa kwa mujibu wa aya kama hii, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tayari ashatuashiria akisema, katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 ambayo kwamba ni bora. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akafafanua, akafungua, akaweka wazi kutaka sisi tuijue hiyo miezi bora ni miezi gani. Ndio akataja akasema mwezi wa Rajaban wa Dhul Qa'da, na mwezi wa Dhul Qa'da wa Dhul Hijja wal Muharram.
Hii ndio miezi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kutufundisha kwamba ndio miezi minne ambayo kwamba ina matukufu na ni bora, ukiwemo mwezi wa Rajab, mwezi ambao kwamba ndio huu mwezi ambao kwamba sisi tuko ndani yake, Rajaban. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya kama hii akasema dhalika dinul qayyim, baada ya kusema minha arba'atun hurumun, ndani ya miezi hiyo kuna miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu. Kisha akaendelea akasema dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyonyooka, dini ambayo kwamba iko imara. Ndio maana nikasema kwamba hii miezi imekwenda kufungamanishwa na dini yetu ya Uislamu. Ndio utaona sisi huwa twafunga kwa kuangalia si kalenda, tunaangalia mwezi. Mambo yetu yote tunaangalia mwezi, ndio tunaanza kuhesabu siku mosi, siku ya pili, ama tarehe mosi, tarehe mbili na kuendelea, punde tu mwezi unapokuwa umeandama. Lakini pia hili nalo limekuja kukorogwa na wa magharibi ili kutugawanya. Wakaleta kalenda zao wakisema kwamba wanatumia vifaa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fungeni kwa kuangalia nini? Mwezi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema dhalika dinul qayyim, kisha anaendelea mbele akisema fala tadhlimu fihinna anfusakum, fala tadhlimu, wala musizidhulumu, fihinna, ndani ya hiyo miezi minne, anfusakum, nafsi zenu. Utajiuliza, kwani utaidhulumu vipi nafsi yako? Utaidhulumu nafsi yako pale utakapokuwa wamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Badala ya kufanya taa, wewe unakwenda kinyume, ni kwamba waiangamiza nafsi yako. Na kwa kuwa ni miezi ambayo kwamba ni bora, basi kile utakachokifanya ikiwa ni cha taa, kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtumi wake, basi ni kwamba wewe utalipwa mara mbili au maradufu. Malipo yake yatakuwa ni tofauti na masiku haya mengine. Kwa hivyo huu mwezi wa Rajab ukifanya taa unalipwa maradufu, ndugu zangu Waislamu. Na tuyazungumza haya ili tuhimizane, tufanye mambo ya kheri, tufanye kwa wingi, tumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, badala ya kufanya maasi na ujira wa madhambi yake yakawa ni mengi zaidi. Ni afadhali ufanye taa upate ujira, ukitarajia kwamba wewe utaipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya miezi kama hii lazima tusimame kwa qiyam. Watu wamelala, wewe umesimama ukawa wafanya ibada, ima wasoma Qur'ani ama waswali sunna. Ni mambo ya kheri, ni mambo ambayo kwamba yatakunyanyua, yatakupandisha ujira. Utakuwa miongoni mwa watu ambao kwamba ni bora, utakwenda kuepukana na ile siku ya fadhaiko. Ni kwa sababu umefanya nini? Umekwenda kufanya mambo ya kheri. Uwe unalisha, unatoa sadaka. Na sadaka, ndugu zangu Waislamu, ni kitu ambacho kwamba ni muhimu sana. Mababu zetu ama wazee wetu katika zama zao kunyuma, sisi tuko wadogo, wao walikuwa ni wepesi wa kutoa sadaka. Mara utaona sadakati, vyakula tofauti tofauti vimeletwa katika msikiti,
Waislamu baada ya swala wanajumuika kwa pamoja, wanakula. Wanayafanya haya wanapoona pengine kuna tatizo, ima katika mashamba yao wamelima ndio, lakini kuna wadudu wamevamia makulima kama yale, basi pale pale watu wanaitana, Waislamu wanafanya sadakati, mara Mwenyezi Mungu anatatua tatizo kama lile. Tumeyaona haya. Ama katika bahari, pengine bahari imekwenda kufungika, wale wavuvi kila wanapokwenda kwa ajili ya kutafuta riziki zao hawapati, basi wale wazee wanakusanyika vile vile, wanafanya nini? Wanafanya zile sadakati kwa pamoja, basi mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kuifungua bahari kama ile. Kwa hivyo sadakati, ndugu zangu Waislamu, ni kitu muhimu. Kwa hivyo ndani ya huu mwezi wa Rajab tujaribu kufanya yaliyo mema, na miongoni ambao kwamba ni mema ni mtu kutoa chake na kumsaidia Muislamu mwenzake, kama ni mtu mzima, kama ni mdogo, kama anajiweza, kama hajiwezi, almuhimu umekwenda kutoa kile kitu kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya huu mwezi wa Rajab yako mengi ambayo kwamba yalikwenda kutokea, na kwa kuwa leo niko mbele yenu siku ya Ijumaa na watu huwa wanakusanyika kwa wingi, nitaeleza tu kwa uchache. Mengi zaidi inshallah yatazungumzwa usiku katika qiswatu al-Mi'raj, sababu leo usiku inshallah tutakuwa na kiswa kama hicho, tutakieleza kwa mapana na marefu. Kwanza kabisa ni mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifiliwa na ami yake Abu Talib, akafiliwa na mke wake na Khadija katika huo mwaka mmoja. Sasa ile furaha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikawa imetoweka, hako nayo tena furaha ya Mtume. Yani alikuwa na huzuni nyingi, kama pale unapopata, mimi na wewe tunapopatwa na matatizo, lazima huwa utakuwa huna furaha. Ukikaa basi wawaza, wafikiria, huna raha. Hasa ndicho kilichompata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kufiliwa na mke wake wa kwanza na Khadija, pamoja na ami yake ambaye kwamba ni Abu Talib. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajua katika da'wa aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na mitihani mingi, na ndivyo ilivyo da'wa. Unapofanya da'wa lazima upate misukosuko huku na kule. Makureishi walikuwa wakimpiga vita pamoja na wale ambao kwamba walikuwa karibu yake, kama tulivyosoma katika sira. Miongoni mwa waliopata mateso ni kina Bilal. Waambiwa Bilali aliwekwa bonge la jiwe katika kifua chake, huku akiambiwa hebu muamini huyu Mungu, sanamu ambao kwamba amemweka mbele yake, lakini yeye bado anasema Allah. Sasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maudhi ambao kwamba waliyapata maswahaba kina Alu Yasir, familia Yasir na wengineo, naye pia Mtume sallallahu alaihi wasallam yalimfikia. Ikafikia hadi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie wale lile jopo la maswahaba wachache ambao kwamba waliuamini Uislamu na kumfuata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaamrisha watoke ili kukimbia maudhi, mateso. Aliwaamuru akawaambia, nendeni Ethiopia.
wakati huo ulikuwa ikiitwa Habasha, na si kwamba kule ati kuna ni Waislamu walioko kule, ni kwa sababu mfalme ambaye kwamba alikuwa pale alikuwa hapendi kuona mtu anateswa bure bure. Ni mtu ambaye kwamba ni mwadilifu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtambua, ndo akawaambia wale maswahaba waende. Walienda, walifanya hijra hiyo, wakagura wakarudi tena, wakafanya tena wakarudi. Lakini bado yakawa yale matatizo, mateso ya Makureishi yakiendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaza ya kwamba yeye atoke aende katika mji wa Taif, mji jirani, na lengo la kutoka kwenda kule ni kwa sababu ya kuwalingania wana mji kwenda kuwalingania. Alitoka yeye akiwemo Zaid ibn Harith na walipofika, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia hikma ya hali ya juu. Alipofika katika mji kama ule, pale kuna viongozi. Kwa hivyo ili kuwateka ama kuwashika wale raia ni kuwalingania wale viongozi. Wakikubali viongozi, basi itakuwa ni rahisi mno wale wananchi kufuata. Akawalingania wale viongozi, lakini hawakuweza kukubali. Kinyume chake, wakaamrisha vijana kumpura mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtusi, huku anamtukana, huku wakimrushia mawe. Sasa ikawa Zaid ambaye kwamba yuko pamoja naye, yeye akawa anakinga, anazuia ile mawe. Afadhali ni bora yampige yeye kuliko yampate nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini licha ya kwamba Zaid yafanya hivyo, yazuia mawe kama yale, yalimpata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa ni mwenye kutokwa na damu nyingi, mpaka viatu ambavyo kwamba amevivaa vikawa vimegandia katika mguu wake kwa damu ambayo kwamba imetiririka. Sasa wakatoka kwenye mji kama ule, wakawa wanarudi kwa haraka haraka, ndugu zangu Waislamu. Na walipokuwa wakirudi, alimwambia mtu Zaid awe ni amsomee Qur'ani ili aweze kupumbazika. Na kweli akawa anamsomea huku anarudi, ndipo pale majini wakaisikia ile Qur'ani ikisomwa na wakaweza kusilimu. Kwa hivyo wapo majini Waislamu, majini Waislamu wapo. Kwa hivyo haya, ndugu zangu Waislamu, ni matatizo ambayo kwamba alimpata Mtume. Ujue huku nyuma ni kwamba Mtume alifiliwa na ami yake pamoja na mke wake. Sasa akawa bado ile huzuni yako nayo, ndio Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwandalia usafiri ambao kwamba ni wa al-Isra'u wal-Mi'raj. Al-Isra'u wal-Mi'raj, yani usafiri ambao kwamba ni kutoka Maka kwenda mpaka Baitul Maqdis, na Mi'raj ni kutoka Baitul Maqdis na kwenda mbinguni. Na wanazuoni watuambia ya kwamba usafiri huu amekwenda bijasadihi. Wengine japo wanasema ni kwa kiroho, amekwenda kiroho, lakini aktharun, wengi wao ni wale waliosema kwamba ameenda kimwili. Kimwili ndio Mwenyezi Mungu anasema katika Al-Qur'an, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kwa hivyo hii ni historia ambayo kwamba si ya kubuni, ipo mpaka kwenye Al-Qur'an.
Mwenyezi Mungu amempeleka mja wake, ametakasika yule ambaye kwamba amempeleka mja wake kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis. Sasa usafiri kama huu, ndugu zangu Waislamu, ilikuwa ni kwa ajili ya kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafanyiwa tourist. Ndani yake akapata mafundisho mengi, matukio mengi amekwenda kuyaona akisafiri, akiwemo Jibril ambaye kwamba ndo mwalimu wake, na usafiri aliokuwa nao ni Buraq. Ni mnyama ambaye kwamba alikuwa na mwendo mkali, mwisho wa jicho lake linapoona ndio ile hatua step yake ya kwanza anayochukua. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haraka haraka akaenda mpaka mbinguni, wingu wa kwanza, wa pili, mpaka wa saba, na akaenda moja kwa moja, akaenda akakutana na Mola wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfaradhishia swala 50, lakini zikafanyiwa takhfifu, zikapunguzwa 5 mpaka zikabakia 5. Lakini swala 5 kama hizi zinarudi pale pale 50. Manake 1 kwa 10 mara 5 ni 50. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hakujapambauka tayari ashafika katika mji wa Maka, akawa ameketi anatafakari ujumbe huu, swala hii nitawaambia vipi, nitawaelezaje kwamba mimi mara akatokea Abu Jahal ambaye kwamba huyu alikuwa ni adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza, je, una lolote? Je, kuna habari yoyote ambayo kwamba utanieleza? Akamwambia, ndiyo, ninayo habari. Abu Jahal akamsogelea karibu, ni habari gani? Akamwambia, mimi usiku huu leo nimepelekwa. Umepelekwa wapi? Sema mpaka Baitul Maqdis. Sasa Abu Jahal akaona ni ajabu, Baitul Maqdis, halafu ukapamba ukiwa hapa? Akamwambia ndiyo. Sasa yeye anaona kwamba habari hii imekia mipaka ama imevuka mipaka, ni urongo ulio wazi. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nikiwaita watu wako niwakusanye niwalete mbele yako, utawaeleza habari kama hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mwanzo yeye anaisubiria chansi kama hiyo, watu wakusanywe waletwe. Sasa imekuwa ni rahisi mno, alipopiga yoe bwana kama yule, watu wote, makabila yote yalikusanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal akamgeukia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, waeleze kile ulichonieleza mimi. Mtume akawaambia watu wake kwamba mimi nimepelekwa. Mpaka wapi? Wakaeleza, Mtume akaeleza mpaka Baitul Maqdis. Watu wakaanza kupiga mbinja, mayowe. Kwa kuna bwana mmoja aitwa Al-Mut'im ibn Adi, yeye asema siku zote wewe yani yale yote ya huku nyuma ambapo kwamba ulikuwa ukizungumza ilikuwa yana usahali, lakini haya leo umezidi bwana. Huyu alikuwa ni mmoja katika makafiri. Sasa ikabidi wawe ni mwenye kumuuliza maswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kweli wewe umeenda Baitul Maqdis, hebu tueleze ule msikiti una milango mingapi na madirisha mangapi na nguzo ziko ngapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa safari hii, lakini hakwenda kwa lengo la kuhesabu madirisha, milango, la. Lakini kwa kuwa ameulizwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauleta msikiti kama ule, lakini yeye ndio anauona kama vile anaangalia movie screen. Ukawajizungusha msikiti ule, akawa anahesabu madirisha, halafu anatoa jawabu ulikuwa na madirisha kadhaa, na milango
milango pia kadhaa, akawa anaeleza vile vile, hasa katika wale ambao kwamba wanamuuliza wao wanajua, wameshahesabu wanajua, mpaka ikafikia mahali akisema ama kweli maswali ambayo kwamba tumemuuliza amepata. Na mtume Sayyiduna Abu Bakr alikuwepo, yani kila anaposema mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakr anasema sadaqta ya Rasulullah, yani anasadikisha. Sayyiduna Abu Bakr asema mimi namwamini huyu. Manake walimuuliza Sayyiduna Abu Bakr, yani wamwamini wewe? Akasema ndio, mimi namwamini kwamba ameenda Baitul Maqdis, hata kama atasema kwamba ameenda mpaka mbinguni mimi nitamwamini. Na kweli alienda mpaka mbinguni na akakutana na Mola wake na akapewa swala kwa ajili yetu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, safari kama hii natija yake ama zawadi yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfaradhishia Bwana Mtume Muhammad pamoja na umma wake swala 5. Kwa hivyo tuitekelezeni swala, kwa sababu hakuna ibada ambayo kwamba itakubaliwa ikiwa ndani yake hakuna swala. Wewe fanya ibada zote, funga, nenda haji, ndio kahiji, toa zakati, lakini ikiwa hakuna swala, basi yani ni kwamba umefanya ibada ambayo kwamba ni bure kabisa. Kwa haya machache Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina istami'u alqawla fattabi'una ahsana. Wa ila huna aqulu lakum wassalamu alaykum wal afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi